wapenzi wa Mukhtar Online TV. Leo tunaendelea na kipindi chetu maarufu cha hadithi ya leo, na leo tupo katika hadithi maarufu ambayo wengi wetu tunaifahamu. Wana Mukhtar Online TV wengi ni wasomi na ni wajuzi. Leo tupo katika hadithi ambapo kwamba amesimulia mwanachuoni Abu Huraira. Anaeleza Abu Huraira katika hadithi maarufu ambapo kwamba ipo katika kitabu Ihya Ulumuddin cha mwanachuoni Muhammad al-Ghazali. Anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, anapenda, ayara abida, amuone mja wake. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu ayara abidahu, anapenda amuone mja wake. Mwenyezi Mungu anapenda amuone mja wake. Amuone wapi? Amuone kwenye nini? Au amuone kwenye tukio gani? Au amuone kivipi vipi? Bila shaka ukisikia neno hilo kama Muislamu, ni lazima moyo wako ukuguse na ushtuke kwamba Mola wangu anapenda anione katika kitu gani. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaendelea kwamba ayara abidahu, Mwenyezi Mungu anapenda amuone mja wake, taiban fi talabil halali, anapenda amuone mja wake anataabika, akipata tabu kwa ajili ya kutafuta halali. Utafutaji upo wa design nyingi za maisha. Watu wanaishi, watu wanakula. Leo hii watu wanakula kwa kamari, leo hii watu wanakula kwa kubeti, leo hii watu wanakula kwa ajili ya kwenda kuwachonjolea wenzi wao. Wana wengine wanakula kwa ajili ya kwenda kuwafitini wenzi wao. Hivi vyote ni vyakula, watu wanapata riziki, watu wanakula. Kuna wengine ni machawa, wanakula kwa kuwasifia pia mabosi. Haya pia ni maisha, watu wanakula. Lakini maisha yote haya, Mtume anasema Mwenyezi Mungu katika maisha anayopenda, ayara abidahu, amuone mja wake, taiban fi talabil halali, anataabika kwa ajili ya kutafuta chumo lake la halali. Wewe Muislamu hapo ulipo, ili ujue kama unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima ujiangalie katika riziki yako. Je, unakula halali? Na hicho unachokila, unacholisha familia yako, je, kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitasimama kuwa ni riziki yako ya halali na ujigambe nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu kwenda peponi? Au riziki unayokula ndio itakuwa sababu ya kuchoma wewe na familia yako? Na kama itakuwa ndio sababu, umejiandaaje na siku hiyo, ilhali wewe unakula chakula cha haramu, watoto wako unawalisha chakula cha haramu, na wenda hata wazazi wako pia unawalisha chakula cha haramu. Leo hii Waislamu hatuwezi tukaishi, lakini maisha ambayo kwamba wengi wetu tumeyavaa ni maisha ya kutegemea mikopo. Leo Muislamu anakuwa amekopa kampuni fulani, amekopa kampuni fulani, amekopa sijui benki fulani, lakini katika mikopo yote ile ndani yake ina riba. Je, riba ni chakula cha halali, cha haramu? Sasa kama ni cha haramu, ushapata jibu kama ni haramu. Je, wewe na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yako wapi? Kwa Bwana Mtume anasema inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu, anapenda, ayara abidahu, amuone mja wake, taiban fi talabil halali, anataabika, anasumbuka kwa ajili ya kutafuta halali. Kwa hiyo wewe ambaye kwamba hutaki kusumbuka katika utafutaji, hutaki kupata tabu katika utafutaji, unataka kutafuta mabonanza, utemia mbili izunguruke upate hela ukalishe familia yako, ujue wewe umekosa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye kwamba waishi kwa kula vya haramu, basi ujue umekosa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikisie nafsi yako wapi ipo na riziki za halali, kwa sababu ukipata cha halali umeyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikosa cha halali, basi ujue umeipata chuki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe utakuwa ni katika wale ambao kwamba siku ya kiyama nenda kuhesabika ni wale waliojaza matumbo yao, na ataenda kubibirishwa kama ambavyo kwamba watabibirishwa wale ambao kwamba matumbo yao wamejaza haramu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimi na wewe tule vya halali ili tuyapate mapenzi yake, kwa sababu kila haramu basi tujue tumepata chuki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiyapata machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake wewe ni mtu wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala tupe halali, tusumbuke tupate tabu kwa ajili ya kutafuta halali, wala tusipate tabu alafu tushipata icha haramu. Walkamalu lillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.